Lakini kwa sasa hivi tutaenda kuzungumza mengi ikiwemo zilizobamba huko mitandaoni, taarifa ambazo zinazungumzwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii kupitia taarifa za michezo. Kumbuka jana watani wa jadi wote walicheza michezo yao ya ligi kuu kwa maana ya Simba pamoja na Young Africans. Kila ambacho kitakuwa kinajadiliwa mtandaoni pamoja na matokeo ya jana, jinsi ambavyo hali ilivyokuwa, lakini pia performance ya wachezaji mbalimbali. Pengine naamini kwamba tutakuwa na hayo ambayo yatakuwa yanazungumzwa huko mitandaoni. Muda si mrefu hapa tutajiunga na Ali Bakari, atakuja kutupitisha kwenye kile ambacho kinazungumzwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii na kwenye maeneo mengine mbali. Hapa yupo Idi Nonga pamoja na Michael Yera. Michael na Idi, wakati tunamsubiri Ali aweze kujiandaa aje. Unajua kuna watu kujiandaa. Uko wapi? Ndio nakuja. Bado sana. Bado sana. Tanzania kuuliza uko wapi? Ndio nakuja. Nakuja. Au uko wapi? Anakusikia. Kwani wewe uko wapi? Anakusikiliza. Anakusikiliza kwamba afa kuulize ajue sasa yuko wapi. Nimuulize, Ali uko wapi? Sikia najiandaa nakuja. Ndio nakuja. Unavuta dakika kama 10-15 mbele. Kwani nyinyi mmeshafika wapi? Sisi tuko hapa tunakusubiri bado wewe tu. Naona. Hapa hajaona hata mtu. Uko wapi? Ndio nakuja. Hiyo kisikia hivyo ujue ndio umefika Afrika ama upo Afrika na huko Dar es Salaam. Unamuuliza mtu uko wapi, anakuuliza kwani nyinyi mko wapi? Kwani nyinyi mko wapi? Ili nijue kwamba naambiaje. Ili nijue kwamba hawa watu sasa nawapanga vipi. Lakini mitandaoni kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea. Baada ya mechi ya Simba, baada ya mechi ya Yanga, kitu gani ambacho umekiona kinazungumzwa mitandaoni baada ya michezo hiyo? Mimi kwanza ile baada ya mechi kumalizika, yani akili yangu, mawazo yangu yote yalienda kwa Ahmed Ali. Mimi mmoja kati ya watu ambao Simba hiyo inapata matokeo mazuri ama matokeo mabaya ama kitu chochote kinazunguka kuhusiana na Simba Sports, basi mimi mara zote huwa natembelea kwenye page ya jamaa. Sasa baada ya mchezo wa jana kumalizika ambao Simba walifanikiwa kushinda dhidi ya Mbeya City, ambapo kila mtu anafahamu, nilikuwa nimekaa nasubiri nione yani Ahmed atabuka na nini? Ameamka na Bajabel. Ameamka na yani muone ratiba anatoa ya Bajabel. Ratiba ya kucheza. Ratiba ya Bajabel asubuhi anafanya nini? Okay. Sasa wakati tunajadili hayo, sasa hivi naungana na Ali Bakari. Anakuja hapa kutupitisha kwenye kile ambacho amekiandaa kupitia taarifa za mitandaoni ambazo zimezungumzwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ali ameshafika. Nilikuwa namuuliza yuko wapi, hatimaye kashafika. Ali, mambo vipi? Salama kabisa. Na jana nilikwambia kwamba tutaonana kesho, kaanza kubishabisha, sijui mpaka nipangwe vitu gani. Hatimaye huyo hapa. Hatimaye huyo hapa. Okay. Umeona? Sio anabishana na mimi. Kiko wapi? Sawa. Takutafutia nafasi ambayo siku hiyo hutaamini. Hutaamini kwamba ni mimi au imekuwaje? Nitaamini tu kwamba ni wewe. Kwa sababu hata siku zilizobamba hazitokuwepo. Hiyo ndio siku ambayo utaamini nini kimefanyika. Karibu. Asante sana Edward Mangasole, lakini pia asante sana kuungana nawe Idi Nonga, lakini pia Michael Yera. Nilikuwa naona mlikuwa mnachomboza yale ambayo huwa yanajiri katika ukurasa wa kwenye mitandao Ahmed Ali, lakini twende moja kwa moja tuone kama na sisi katika zilizobamba zipo hizo za Ahmed Ali kuhusiana na kile ambacho kimetokea jana. Bila shaka yoyote usingetegemea, kwa yule ambaye anamfahamu vizuri Ahmed Ali, asingetegemea kabisa kuona ya kwamba angekuwa kimya siku kama ya leo baada ya kushinda magoli 3-0 dhidi ya Mbeya City. Lakini sio hivyo tu, Bajabir touch yake ya kwanza, najua mmejadili kwa kiwango kikubwa sana Mangasole Edward, sio tumejadili kiasi pia kuhusiana na thamani ya wachezaji pia wazawa, makocha na mambo mengine. Kwa wakati unaenda kupandisha vitu vyako vile vya mtandaoni, pandisha ule mjadala, usifunge comment. Sawa, hamna shida, no problem. Hiyo ni ukurasa rasmi wa Ahmed Ali akizungumzia breakfast ya Bajabir hii leo. Huyo ni mchezaji ambaye kwa mara ya kwanza mechi ya ushindani, bila shaka, si ndio? Ndio mechi ya kwanza ya ushindani. Kule Misri alicheza mechi za kirafiki. Yes. Namba 1, kwanza asiamshwe, alale mpaka usingizi uishe. Hilo la kwanza. La kwanza. Alale. Nafikiri kwa sauti unaweza kusema alale mpaka usingizi utakapomwisha, amke mwenyewe. Namba 2, chai ya maziwa halisi ya ng'ombe isiwekwe maji hata kidogo. Hata kidogo hata akishaamka sasa. Hapo akiamka sasa mwenyewe kaamua kuamka kama ni saa 6 au saa ngapi, chai ni aina. Namba 3,
Vitafunwa sambusa za nyama, kachori, sausage za kuku, vitumbua vya mayai ya kienyeji hapo. Hapo jekundu asipewe bagia sitamkaba. Hiyo ni namba 3. Hivi hafu bagia kweli zinakabaga. Hapo wenyewe kwanza litafutwa jekundu. Kwenye menyu yake bagia hazipo. Bagia zinakaba kweli. Zinakaba. Sawa, tutamwekea na juisi kama zinakaba. Juisi ya aloe vera isiwe na sukari nyingi. Juisi ya tende na juisi ya embe iliyochanganywa na passion, ila passion isiwe kali sana. Anaweza fanya mambo awe makini kuliko. Hiyo ni namba 4. Namba 5, akiwa ana move kutoka chumbani kwake kwenda canteen apewe ulinzi. Sasa hapo si wachezaji wenzake au kuna ulinzi utatafutwa kutoka nje? Pale kuna wachezaji wanaweza kutumika. Wachezaji wanaweza kutumika pale. Kwa mfano mchezaji gani anafaa kuwa walinzi? Walinzi ilivyo kuna mabeki pale kaka. Mabeki. Walinzi kama walinzi. Kwa mbavu moja akae mbavu moja ndio hapo shamuka la bwana na wanamlinda. Sawa, namba 5 kuwe kuna mtu maalum wa kumuushia nafikiri nataka kuandika kumuashia TV na kumbadilishia channel anayotaka. Bila shaka pia Azam Sports 1 HD anaweza kaweka. Na huenda labda sasa hivi natazama Azam viwanjani. Ama unasemaje? Kaja kubadilisha remote tu. Hapo huyo mtu wa kubadilisha channel kuwasha na kubadilisha channel. Haya mambo asiyafanye mwenyewe Bajabir. Namba 7, tunatafuta comedian anayejua kuchekesha vizuri akamchekesha Bajabiri ili aendelee kujifeel fresh mchana kutwa. Aya, namba 8, mchana aende akapate Ijumaa. Leo kwa sababu ni Ijumaa. Kwa hivyo akumbushwe. Hiyo inatakiwa akumbusho bwana, sasa muda wa Ijumaa umefika. Sasa huyo atakayemwashia TV na kumbadilishia channel ndio atakuwa na hilo jukumu Alafu hiyo comedian wakati huo atakuwa hayupo wakati huyo anakumbusha. Sawa. Sema comedian anatakiwa atoke hapo. Haya, namba 9, mchana tutampeleka biriani ya swala. Tutampelekea biriani ya swala. Hiyo ndio namba 9 hiyo. Kwa hiyo ni ratiba yake ya leo ya siku zote. Hiyo ni ya leo. Leo ule mpira wa jana tu aliocheza dakika 5. Na ile goli aliyofunga. Hasa ile goli sasa. Bwana akifunga mechi 5-6 au Bajabiri akicheza dakika 10. Yaani kitakuwa Simba wana haja sasa kufanyisha mazoezi, mwili unaweza kuwa mkubwa sana. Lakini pia kuna mechi 5-6 mfululizo. Nafikiri pia kutakuwa sio mchezo. Nafikiri pia kutakuwa kuna sharti la kwamba yani amefunga mechi 5-6. Itaambia nyewe wachezaji wengine mkitaka kucheka lazima muombe ruhusa kutoka kwa Bajabiri kwamba nataka kwa namna hii treatment ambayo imeandaliwa kwa mfano leo tu kwa kufunga hilo goli moja. Yes, twende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani huyo. Ahmed huyo anasema kumbe sio wahenga wote matapeli. Mhenga aliyesema mvumilivu hula mbivu ni mkweli. Okay. Kwa sababu Bajabiri amevumilia sana. Na Simba pia amevumilia sana. Simba amemvumilia. Yes, na Simba pia amemvumilia sana. Kwani kuna mhenga aliwahi kumdanganya medali? Wapo wahenga. Nipita hapo wahenga umetamba. Kuna wahenga walikuja wakala na sakadaila na soda. Wale wahenga. Okay. Lakini wahenga hawa. Lakini kuna comment hapa anasema kwa hiyo mateso sasa basi au wahenga wajinga kusema zimu ilikujualo halikuli likakwisha. Okay. Zimu ilikujualo. Lakini huyu aliyeandika hivyo ni anajulikana ni yupo upande Starboy Mohamed Bajabiri. Touch ya kwanza, dakika ya kwanza, 1 goal. Ama goli moja alikuwa anataka. Kuna sehemu niliona Kenya kulikuwa kuna mjadala mkubwa sana. Unasema hiyo touch ya kwanza alioifanya wakati pia anacheza mchezo wake wa kwanza akiwa na Polisi ya Kenya. Kwa mechi ya kwanza akafunga. Pia hata timu ya taifa Harambee Stars ya Kenya alicheza mechi yake ya kwanza akafunga. Kwa hiyo ana trend kwa mtu wa kumbe Bajabiri ndo alivyo. Bwana. Sawa. Sema jinsi alivyo bend. Yaani unaweza mapigo ya Kylian Mbappe sana. Jinsi nimesema mapigo. Nimesema sio kwamba ni Kylian Mbappe. Wewe unaguna nini sasa? Sio kama Kylian Mbappe. Nimesema mapigo ya Kylian Mbappe. Angalia. Wewe Michael unataka kubisha ulikuwepo? Hapana. Michael, hujawahi kumuona Kylian Mbappe akipiga mipira ya namna hiyo. Hata juzi wakati wanashinda mechi yao mabao matatu. Tusamee sisi.
Sawa. Dakika ngapi tu lakini kaeka za Majabeli. Yes, kama anacheza dakika 800 na kawapa Simba ubingwa. Yes, hayo ni yanatokana na kile ambacho kimefanywa jana na Mohamed Bajabiri, mchezaji huyu kutoka Kenya tu hapo, sio mbali. Unavuka Starboy. Amekaa muda mrefu hakuonekana, na bahati nzuri jana ameweza kuingia na kufunga. Lakini unaelewa Simba. Unaelewa wanachokifanya kwa Bajabiri. Kwa Bajabiri? Aliingia kwenye mazungumzo sana. Mchezaji kasajiliwa haonekani. Unajua kumsajili mchezaji afu anakuja tu anapata injury. Maana yake ni kwamba kinachoonekana ni kwamba wewe scout yako kuifanya sawa sawa. Ni kama nani alisajiliwa kutoka ASEC Mimosa, ni Albin Kramo. Kwa hiyo mashabiki wa Simba walitamani wamuone kwamba huyu tulimsajili kweli. Mara zote alikuwa anashindwa kuonesha kile ambacho Simba walimchukua. Lakini haya maandiko yote haya yasija kamrudisha alikotoka, ama ikawa ndo ni mechi moja afu amepotea. Kwa sababu hili linaweza likamjenga ama likambomoa. Linaweza likamjenga kwa maana unapopata goli la kwanza kwenye mechi yako ya kwanza inakupa confidence. Ulikuwa majeraha muda mrefu, umerudi sasa umeanza upya. Lakini haya maandiko yanapokuja ama hizi sifa, kwa sababu kuna mtu anaweza kumchagua Bajabeli kama kacheza dakika 90 kwenye ile mechi. Yakambomoa zaidi, akaona kwamba yeye tayari ni top player, anaweza kufanya chochote muda wote. Alafu ile ni Simba Sports Club. Wewe anafaa aunganishwe kwenye misemo ya wahenga, likamjenga au kumbomoa. Ile likamjenga au kumbomoa litumike pia kama msemo wa wahenga. Sawa. Awali unasema wewe si mwenga. Mshauri. Kwa uwenga ni kweli mwenga, ila ushauri wako unatosha. Haya. Wenye Mbeya City waliokutana na Kisanga jana, wao ilikuwa caption fupi sana, maneno mawili tu, full time. Maneno ya Kiingereza. Wao watakajiweka bana. Hapo kaka. Yako wapi? Hapo chini huko. Picha sioni, mimi simu yangu haifungui picha. Nataka niende kwenye maelezo. 3-0 maneno. Lakini kuna comment, yule Mayanga kateni mshahara wake. Vitalisi. Ilikuwa ni kadi ya kujitakia kweli, kadi ya kawaida sana, na unafanya hivyo timu haina matokeo mazuri kwenye mechi zilizopita, lakini pia unacheza na Simba Sports ambao pia haina imetoka kufanya vibaya kwenye klabu bingwa, huko kwenye ligi hawana kocha. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho si sahihi na ni wakati mbaya ambacho amekifanya na dhidi ya timu kama Simba afupo ugenini. Kwa hiyo niungana na hiyo comment ya shabiki. Nafikiri kadi ile nyekundu ilikuwa na mchango wa haya matokeo. Iliaribu sana mpango. Mkisha pungua, yani 11 na 10 ni vitu tofauti. Mkiwa tu kamili mkisha pungua. Mkiwa kamili tu mna upungufu. Kwa mfano kila mtu akaambiwa kila mtu abaki na mwenzake. Alafu kuna mmoja atakuwa hawezi kuruzi. Unatakiwa yani kinachotokea kwenye kadi nyekundu inabidi sasa muongeze nguvu mara 2 zaidi ya vile ambavyo mngetumia mkiwa kawaida. Kwa sababu mnamchezea na yule mchezaji wenu aliyeondoka. Ndio maana unaona kuna timu zinashindaga zikipata kadi nyekundu. Kwa sababu kila mtu ananisa, kumbe hapo natakiwa kufanya kazi ya ziada. Kwa ile morali ya kupambana zaidi inaongezeka. Kiasi kwamba mnaweza kusema mbona kama hawako pungufu? Ni kwa sababu kuna kitu kinawabusi kwamba wanajua sasa hivi tuko pungufu, mmoja wetu hayupo hapa. Sawa. Haya, twende kwenye posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Jana kulikuwa Diarra Day. Young Africa wameanzisha huo utaratibu ambao umeanza kushika kasi kidogo kwa sasa hivi. Na kweli Diarra bwana akaokota, na tutazame kidogo namna alivyookota. Nikajua naweka simu. Hadi mimi. Ngoja tusikie pia na maneno hapo. Na mnaona hali kama kuna shida ya kupata sauti ambayo lakini picha zinaonekana Diarra akiwa naoko. Hiyo hapo imepatikana. Hapo ni wakati jana sasa wanamzawadia maokoto. Huyu jamaa wa mwisho
kama ukifuatilia vizuri hii video, kuna wengine kama walikuwa wanataja tatu yani milioni hizo. kama na ni kweli inawezekana kazi ilikuwa 3. Unamuona hiko ambacho anafanya Akatoa milioni nyingi sana huyo. Sio 200,000 ile kaka. Hiyo hizo 200,000 hapana. 200,000 unaifungaje na barabara? Nashukuru Yanga wamefanya, hawajamuonesha sura, maana watu wangesema huyu kaka anajua kuhesabu hela vizuri. Ukifuatilia kwenye video zingine anaonekana vizuri. Anaonekana? Vizuri. Basi ashapata adabu. Bwana nilipita kwenye comment moja. Zingine ashasema ana uwezo wa kung'aa. Ana uwezo wa kung'aa. Kwenye comment nilipita mimi kwenye comment nyingi ambazo zimetokea. Kuna moja katika sema wakati huo ambao unaona hizo hela zinahesabiwa ndio wakati ambao unadaiwa kodi kaka. Lakini niwaambie tu kupitia ukurasa wake Ali Shabani Kamwe kwamba tumetoa hii video. Yeye anasema ni kwamba anapata changamoto, ananiuliza hii changamoto ya mtandao ni kwake yeye peke yake, kwa sababu akimpigia Diara asubuhi hapa hapatikani. Ni utani wa Ali Shabani Kamwe kwa golikipa Jigi Diara ambaye kweli ameokota. Hii bwana ameokota. Hii hapana. Hii ameokota. Hii sio kokota, hii amechukua. Hii ameokota kweli. Kwa nini tusilete hata hapa na sisi viwanjani tu tunaokoteshana? Yaani mtu akitisha siku hiyo wiki anatisha, tunakuja na nanili, mimi naanza naokota, alafu narudi sasa tunaendelea na kipindi. Alafu mwingine siku akifanya kitu kizuri, kwa mfano umeleta zilizobamba nzuri, tunaokoteshana humu, alafu asije na mfungo kama ule. Aje mwenyewe kwa mkono mmoja tu. Sasa kwa kulitia nguvu hilo, labda mimi nisogee hapo nije kuokota kidogo afu. Njoo kwa. Kaka, mkono mmoja tu unatosha na hutaja. Ni mkono mmoja. Yes, tumalizie ya mwisho kabisa. Haya ni ya Yanga, tumalizie ya mwisho kabisa. Bwana, hawa ni Mashujaa. Mashujaa wameamua kuweka takwimu za golikipa wao Eric Johola. Sawa Lakini caption yuko anasema Eric Johola ndiye golikipa bora mzawa kwa sasa. Namba hazidanganyi. Safe hands, sharp reflexes and pure class between the sticks. Hizo sifa zote ni za Eric Johola. Takwimu zake, amecheza mechi 7, amecheza dakika 630, ameconcede kwa maana ya kuruhusu goli 1 kufungwa, lakini clean sheet 6. Ndiye golikipa nambari 1 kwa sasa. Ndio golikipa bora tuseme mzawa kwa sasa. Wao wamejitengea pale kichaka chao kwamba ni mzawa. Mzawa kwa sasa. Yaani mzawa wameenda, kuna neno wameliweka pale muhimu zaidi. Tucheze na lugha. Mzawa inatakiwa izingatie. Hadi mimi nakuwa muhimu kuweka. Mzawa. Kwa sababu mpira ni issue ya namba. Na ukiangalia kwa namba kwa sababu kuna baadhi ya makipa wengine ambao hawajacheza hizo mechi ambazo amecheza yeye au kwa muda huo. Kwa hiyo na wenyewe wakifika kwenye hizo muda, lakini kwa sababu kwa sasa hivi ni yeye ndo ana hizo namba. Kwa hiyo sio bora. Hizo clean sheet ngapi hizo? Clean sheet 6 kwenye mechi 7 kaka. Namba nzuri. Na ameruhusu goli 1 pekee. Namba nzuri. Zinambeba. Kwenye kile kikosi cha awali yupo? Hapana. Hayupo. Hayupo Eric. Eric Johola hayupo. Unataka kumongeza? Hamna, ajiongeze yeye mwenyewe. Kuna mtu mmoja niliona jana ameandika mahali huko katika mitandao akisema kwamba kwa ile performance aliyoifanya Aishi Manula juzi, akisema ya kwamba aitwe haraka. Mimi juzi wakati naandaa kikosi cha Azam na Singida. Baada ya kulikuwa na chambuzi hapa na Golisen, kulikuwa na Abisai. Nikamwambia mimi, yani wakati naandaa nikamwambia Manula anaenda Morocco. Na mimi bado naamini Manula anaenda Morocco. Sasa si provision ushataja pale. Anaenda Morocco. Angedaka asipoenda njoo huo wote. Mangasola anasema Manula anakwenda Morocco. Mimi naamini. Ngoja. Mimi hata kama kwani wewe hujawahi kusikia watu mtu anapanga kuoa alafu siku ya nanili anashindwa kuoa, anaoa mtu mwingine. Mangasola. Unatamani kumuona Manula akienda Morocco? Sio natamani, mimi naona anaenda Morocco. Unatamani kuona akiongeza? Mimi sio kutamani. Manula anaenda Morocco. Idi naungana mimi na Mangasola kwamba ataenda Morocco. Yani kwa ukitazama ile squad list ya upande wa goalkeeping
ambapo utamtaja Yakubu, at least ukizungumza inawezekana ukaweka mada nzuri mtu akakuelewa. Lakini kwa Aishi Manula bado ana hiyo standard ameiseti hapa, ipo yani. Yani tuweke vizuri swali sasa. Ukupa uhuru Michael, lakini ya Mangasole na Idi. Tuseme nafasi ya Manula ipo kwenye kikosi cha Taifa Stars kinachoenda Morocco? Manula anaenda Morocco. Michael, nafasi ya Aishi national team yes bado ipo. Ipo. Okay, sawa. Au badilisha swali tena. Tabadilisha swali nyingine. Karibu. Jumatatu nayo siku. Ndio maana jana nikakwambia Manula ile performance angefanya kabla ile provisional squad ingetoka. Yes. Angeitwa. Ana deserve kuwa pale. Lakini muda kwa sababu kwani kile kikosi cha awali si kuna watu watakatwa? Yes. Sasa mnaogopa nini kama kuna watu watakatwa? Inaona kama kuna watu watakatwa, kuna watu wataingizwa. Sababu ingekuwa ndo final kinaenda. Ili mradi ni Mtanzania. Ana sifa za kuwa goalkeeper wa national team. Mimi naamini Manula ni miongoni mwa watu aanze tu kutafuta begi lake. Sasa mpira una utaratibu wake. Una utaratibu wake kwenye nini? Kwenye call up za national team. Ndio maana kuna muda unaambiwa toa provisional squad. Sawa, alafu kuna muda toa final squad. Sawa. Sasa nakwambia ingedaka kabla ya hii provisional squad haijatoka kulikuwa na room pale. Sasa hivi hakuna hiyo room. Ndio maana kwambia utaratibu wa mpira alitoka kwenye michuano ya Channel daka wapi? Nani? Mimi wala sijakatalia. Ila nikwambia ngoja nimuulize Michael. Michael, wakati provisional squad inatoka, provisional squad maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kikosi cha awali kuelekea kwenye mashindano husika. Pengine kama ingekuwepo pale ingekuwa sio issue. Ama mashindano ingekuwa yana provisional squad ingekuwa ni sawa kwamba muda final mtakapotoa kikosi chenu ndio hichi. Lakini nimeshapeleka wachezaji wenu. Kwa hiyo ambao wanaenda yale nataka nimuelewe. Yaani unataka kutuambia nini kwamba yaani unataka kumaanisha kwamba hakuna mchezaji atakayeongezeka kutoka kwa wale wachezaji ambao waliitwa awali? Unamwongezaje wakati ushataja provisional squad? Kwa sasa unawakataje wakati umewapeleka? Provisional maana yake cha awali. Cha awali, si ndio? Kwamba inaweza katokea dharura. Sasa ikitokea dharura magolikipa wote watatu au ndio maana nakupa room ya kuwa na provisional squad 55. Alafu baada ya hapo katika 55 utakavyowapunguza atakuja 23 mpaka 28. Ndio maana nakwambia mpira una utaratibu wake. Hapana. Hebu hapa tunazungumza sasa kama kocha. Hebu nisaidie. Hapa asimame kama kocha. Hawa 50 ambao wameitwa hakuna ongezeko lolote la mchezaji yote kutoka kwenye wale 50 nje ya wale 50. Kwa kile ambacho mimi nakifahamu provisional squad ama kikosi cha awali ndicho kikosi ambacho ndani ya hicho kikosi ndio utoa wachezaji wako. Kitatoa wachezaji wanaoenda kwenye mashindano husika. Sio umenifahamu? Maana yake ni kwamba ile professional squad yako unavyohitaji ndani ya wale ndipo ambapo utatoa wachezaji ambao wataenda kwenye mashindano husika. Hakutakuwa na room ya kumwongeza mtu mwingine. Ndio maana kuna kikosi cha awali. Ndio maana shirikisho limetoa room ya wewe wataje wachezaji 55. Alafu katika 55 utafanya mchujo wako mwingine. Wewe unaweza kaita 55, kaita 42, kaita 32 ni wewe. Mwishoni sisi kwenye mashindano tutahitaji wachezaji 23 mpaka 28. Manula anaenda Morocco. Mangasole kama dakika bado zinaniruhusu. Mimi labda niulize hapo. Jumapili tarehe 7 tuna Mzizima Derby. Mechi kubwa kweli. Nimeona Chino Onaman akiwahamasisha wasanii wengine ambao ni mashabiki wa Simba waweze na wewe kujitoa kuweza kuihamasisha mechi hii, sio? Na ikiwezekana kwenda uwanjani. Kwa kile ambacho amefanya Manula katika mechi iliyopita, mnatamani katika mechi hii ya Mzizima Derby awepo golini? Au unataka aende Morocco? Anaanza na nani? Swali lako linaanza hapo. Nianze huko kwa Mangasole, kwa Mangasole kwako, kisha Idi, alafu Michael. Kwa kile ambacho kipo Azam, Zuberi Foba, Fofana, Aishi Manula, mechi dhidi ya Singida Black Stars ambao ni mechi yenye hadhi ya kimataifa, imekutanisha timu ambazo zina hadhi ya kimataifa zote mbili zinacheza kombe la shirikisho. Ukiangalia maamuzi ya kocha Furahi Benge kuweza kumchezesha Manula katika hao wachezaji watatu ambao au wenzake dhidi ya wenzake wawili kwa maana ya Fofana pamoja na Foba. Manula anacheza dabi ya Mzizima. Ni kama vile tu kwenda Morocco. Idi, unafikiri ilikuwa alipangwa katika mechi hiyo aliyoitaja Mangasole dhidi ya Singida Black Stars ilikuwa ni bahati mbaya? Yaani Benga aliamka tu akajikuta tu kama kama sio bahati mbaya. Mara zote ukimsikiliza Aishi Manula, nilimsikiliza kwenye ile Azam Media Day,
akiwa anahojiwa anaambiwa kwa nini wewe haucheze, anasema mimi mara zote sitaki nicheze, nataka niwe na sababu ya kucheza. Maana yake nyuma yake ilikuwa lazima train, lazima aonyeshe, na Furaha Ibenge hilo alituonyesha kwenye mazingira tu ya nje. Watu Aishi Manula acheze, tunamwona Zuberi Foba, Aishi Manula acheze, unamwona Issa Fofana. Kwa hiyo kwenye mazoezi ambao wameyafanya, kwenye mchezo ambao walicheza juzi dhidi ya JKT, nadhani ile ilimsukuma Furaha Ibenge na kuweza kumpanga. Na kwenye mechi kama ya Simba hii ambao wanakucheza Mzizima Dabi, Manula ambacho anakihitaji sasa hivi ni kuinua tu baa yake, ni confidence ambayo anaitafuta. Kama ataperform hii mechi, nadhani mjadala sasa utakuwa ni bwana yule Aishi Manula ambaye tulikuwa tunamsubiri kumuona ni huyu. Kwa hiyo ni mechi ambayo anahitaji, na kwa mazingira jinsi yalivyo na trend ambayo amehitaji hapa Mwangasole, lazima awepo pale golini na acheze. Michael anauliza hali. Endelea hapo, tumalizie hapo sasa. Ili tukache kwa Aishi. Kwanza mimi ni mmoja kati ya watu ambao naamini Aishi ni best goalkeeper Tanzania currently. Currently as it stands, best goalkeeper. Ila hiyo ni in general kwa maana ya wachezaji wa kigeni na goalkeeper. Na ukisema tuweke wa goalkeeper wazao ambao wanapata call up kwenye national team. Okay, sawa. Goalkeeper mgeni ambaye anamzidi Aishi ni Djigui Diarra peke yake. Okay, sawa. Ukijumlisha kwa ujumla wake. Sawa. Kinachotokea kwa sasa hivi ni kwa sababu hajapata game time kwa muda mrefu hapa na kila mtu anajua. Yes. Amepata muda wa kucheza kwenye mechi dhidi ya Singida Black Stars na ni top match ambayo alionyesha kiwango kizuri. Ndio maana sasa hivi matamanio ya kila mtu kumuona kwa nini kwenye ile listi hakuepo pale. Kama kuna room ya hiyo michuano ya CAF kwa maana ya AFCON kumuongeza mtu mwingine ambaye hayupo kwenye kikosi, jina la Aishi likiingia pale hauna shaka la aina yoyote kwamba kwa nini Aishi Manula ameingia pale. Kwa hiyo mimi wangu nafikiri hata kwenye mechi ya kesho kutwa pia, kwa sababu alipata muda mzuri kwenye mechi iliyopita, inawezekana pia akapata game time kwenye mechi dhidi ya Simba. Utachambua Jumapili. Ila kwenda Morocco na hisi ni utaratibu wa mpira, sasa ndio unatakiwa kubakia hapa. Lakini sio performance. Utachambua hata Jumapili kwenye Sport AM pia kusema hilo. Atakuja Jumatatu Jumapili hapana. Asante sana Mwangasole, sasa niruhusu niondoke bwana. Nashukuru sana Ali Bakari kwa taarifa zako. Asante. Shukrani. Na mtokana Ali Bakari. Huyu hapa anatokea Mangula na K1 pale kwa Manula. Mangula na K1 ni majirani. Ndio maana mjadala amefanya kwa mrefu kwa sababu ya Uomboi. Tuendelee. Sawa.